Mwili wa aliyekuwa Mtanzania aliyeuawa na Hamas kuna kuwasili leo hapa Tanzania, ambapo taarifa hizi zimeweza kutolewa na jarida la PMTV kufuatia page na ukurasa wa Instagram, lakini na wao pia wakinukuu kutokea BBC. Mwili wa Joshua Loitu Molel, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 21 aliyeuawa na Hamas wakati wa mauaji ya Oktoba 7 utawasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, ambapo utapokelewa na familia yake na mamlaka ya serikali. Mapema jana ubalozi wa Tanzania nchini Israel ulifanya ibada ya katika mnara wa kumbukumbu wa Tel Aviv kabla ya kuondoka kwa mwili huo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na balozi wa Tanzania nchini Israel Alex Kalua. Molel alikuwa akifanya mafunzo ya kilimo kusini mwa Israel wakati watu wenye silaha kali wakiongozwa na Hamas walipomshambulia mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Aliuawa huko Kibtz na Hali Ozi na mwili wake baadaye ukachukuliwa na washambuliaji. Israeli imekabidhi miili ya Wapalestina 288 baada ya miili ya mateka 19 Israel iliyorejeshwa na Hamas, pamoja na ile ya mateka watatu wa kigeni, mmoja wa Thai, mwingine wa Nepal na mmoja wa Tanzania. Sasa njoo nikuchambulie habari hii kwa kina kuhusiana na kifo hicho kilikuwaje na ilitokeaje. Ni miaka nyuma imepita kidogo, lakini ngoja tukuchambulie mwanzo mwisho tukio hili. Uchambuzi jinsi alivyouawa Joshua Loitu Molel na Hamas mwaka 2023. Unaweza kujiuliza nani alikuwa Joshua Loitu Molel, ama alikuwa anafanya nini? Joshua alikuwa mwanafunzi wa kilimo, yani agronomy, kutoka Tanzania. Alikuwa sehemu ya program ya mafunzo ya kilimo internship Israel, ambapo wanafunzi wa nchi mbalimbali walikuja kupata uzoefu wa kilimo cha kisasa katika Kibtz, mashamba ya Kibtz. Alifika Israel takriban siku 19 kabla ya shambulio la Hamas Oktoba 7 mwaka 2023. Alikuwa na kazi katika Kibtz ya Nahal Oz, hasa katika shamba la maziwa Dairy Farm. Alikuwa na umri wa miaka 21 wakati wa shambulio hilo. Nyumbani Tanzania alikuwa na familia, wazazi na ndugu. Taarifa za vyanzo vya Israel zinabainisha kuwa ana ndugu 4 na mzazi mmoja. Hiyo ni taarifa ambayo iliweza kutolewa na Israel National +2. Tukio la Oktoba 7 mwaka 2023 kuwekwa kinyume na Hamas. Tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, Hamas ilifanya shambulio kubwa la kijeshi ugaidi upande wa kusini mwa Israel. Kibali na ambapo hili likabiliwa na taarifa nyingi za vyombo vya habari. Wakati wa shambulio hilo, milipuko, mipigano na uhamiaji wa watu wa maeneo ya Kibtz ulitokea na walihusika wengi walikamatwa, walijeruhiwa na kuuawa. Joshua Molel alikamatwa, yani kidnapped, na Hamas. Taarifa za serikali ya Tanzania kwa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje zinabainisha kwamba aliuawa mara moja baada ya kukamatwa na Hamas. Hiyo imeweza kutolewa na Le Orient Today +1. Mwingine akaweza kusema kwamba kulingana na shirika la forodha la Israel, yani IDF na vyombo vingine, mwili wake ulipigwa majaribio ya kifo na kutambuliwa rasmi baadaye. Mwili wake uliachwa na Hamas tu baada ya zaidi ya miaka miwili ya kuachwa huko Gaza, na baadaye umewekwa chini ya vitambuzi ya vinasaba, yani uchunguzi wa kisayansi. Sababu za kifo na maelezo ya kisa: Joshua hakuwa sehemu ya vita au jeshi. Alikuwa mwanafunzi, yani internship wa kilimo. Hii inafanya kifo chake kuwa tukio la raia, si kinyume cha vita ya kijeshi pekee. Kwa mujibu wa shirika Hotline for Refugees na Migrants HRM, kulikuwa na wanafunzi wa Tanzania takriban 36 katika maeneo ya Gaza, yani envelope, wilaya zilizo karibu na mpaka wa Gaza wakati wa shambulio. HRM inarekodi kuwa walipatiwa mafunzo ya kilimo, walifanya kazi katika mashamba na walikuwa na ndoto za kurejea Tanzania na kuleta ujuzi wa kilimo walichopata. Taarifa za uhalifu, yani mauaji: serikali ya Tanzania imethibitisha kifo chake kutokana na taarifa za serikali za Israel kwamba aliuawa haraka baada ya kukamatwa. Mwili wake haukurudishwa mara moja.
ilichukua mazungumzo na mkataba wa ukombozi kusitisha mapigano ili kusababisha kurejeshwa kwa maiti yake. Wakati wa utambuzi wa mwili wake kulikuwa na ushirikiano wa vyombo vya Israel, taasisi ya Forensic National Institute for Forensic Medicine, polisi wa Israel na Military Rabbinate, chombo cha kijeshi cha maombi ya kidini, walichofanya kazi pamoja. Athari za kifo cha Joshua Mollel ni zipi? Namba moja, kwa familia yake Tanzania. Familia yake ilipitia mateso ya kutokuwa na uhakika wa muda mrefu, yani disappearance. Hawakujua hatima yake kwa kipindi kirefu. Serikali ya Tanzania ilihusika moja kwa moja. Wizara ya mambo ya nje ilipanga kuwasiliana habari kwa familia ya kuandaa safari ya wazi kuja Israeli kupata maelezo. Kifo chake kiligusa hisia za kitaifa nchini Tanzania. Ni mshairi wa maumivu wa kipekee, kwani ni mwanao ndani ya mipango ya mafunzo ya kimataifa, na alipoteza maisha akiwa mbali na nyumbani kwa uhusiano wa kimataifa. Tukio lake lilionyesha hatari zinazoweza kuwa na raia wasio wa Kiisrael katika maeneo ya migogoro ni sawa tu na walinda raia wa nchi moja. Urejeshwaji wa maiti yake baada ya zaidi ya miaka miwili unadhihirisha changamoto za utendaji katika mchakato wa uhamasishaji wa maiti za uwekezaji hostage katika mizozo ya kimataifa. Kifo chake kimesababisha wito wa kuendelea kuzungumzia haki ya uraia, usalama wa wafanyakazi wa internship za kimataifa na umuhimu wa kuhakikisha kulinda raia wasiokuwa na hatia katika migogoro. Kwa mwanzo wa programu wa kilimo mafunzo, kifo chake ni kumbukizi ya hatari inayoweza kuja kulingana na mafunzo ya kimataifa, hasa maeneo yenye hatari ya kivita au mizozo. Inaweza kuhamasisha tathmini ya hatari na usalama wa program za mafunzo ya kimataifa, hasa wakati wa kusajili student kwenye maeneo ya mipaka ya mizozo. Maoni ya mwisho ama hitimisho: kifo cha Joshua Lloyd Mollel ni tukio la maumivu la kibinadamu. Si tu kifo cha mtu kijana mwenye ndoto, bali ni kielelezo cha jinsi raia wasio na uhusiano wa kijeshi wanaweza kutambuliwa kama kiada ya mizozo ya kimataifa katika taifa ama kilimani. Tunaweza kuona tukio hili kama wito wa kuimarisha ulinzi wa kiraia katika maeneo ya mizozo, kuhakikisha kwa taasisi za kimataifa, serikali kushirikiana na haki za binadamu zinachukua jukumu la kutetea watu walio katika hatari. Pia ni kumbukumbu ya umuhimu wa mazungumzo ya kisiasa na kiusalama ili kuzuia madhara makubwa kwa watu wasiohusika, kwani mafunzo ya kijamii au kiufundi hayapaswi kuwa na gharama ya maisha.